Rais William Ruto ameweka wazi kuwa kanisa la Ikulu litakuwa tayari ndani ya kipindi kisichokuwa kirefu. Rais akisema kuwa Ikulu haiwezi kuwa na kanisa la mabati wakati ujenzi bora unaendelea kote nchini. Kando na hayo, amewakashifu viongozi wa upinzani akisema hawana uwezo wa kuongoza taifa la Kenya. Mdahalo wa ujenzi wa kanisa la Ikulu uliopandisha joto la kisiasa nchini unaonekana kurejea mara tena, Rais William Ruto akiweka wazi kuwa kanisa litakamilika hivi karibuni, kwani sio vema kuwa na kanisa la mabati katika Ikulu ya Rais wakati ujenzi bora unaendelea kote nchini, akidokezea hakuna anaitisha pesa kujenga wala pesa za umma. Sasa hiyo kanisa walikuwa wanapigia kelele iko hapa nyuma, itamalizika hivi karibuni. Na sio chapel, ni chapel ya watu wanaofanya kazi hapa ndani. Hatuwezi kuwa na kanisa ya mabati State House. Ni aibu. So, na sijauliza mtu pesa ya kujenga. Sijasema itajengwa na pesa ya serikali. Mimi nitajenga na marafiki zangu. Na kama kuna mtu atakuja hii State House na hataki kanisa, atakuja abomoe. There is no problem. Ama yes. Ama na magani. So lakini mimi nitajenga. Rais amewapongeza maaskofu na viongozi wa kidini waliojitwika jukumu la kumwombea wakati wa kampeni na baada, akiwataka kutomba yeyote yule msamaha hata wakati wanapata kashfa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa. Saa zingine kuna watu wanawakejeli. Nyinyi maaskofu ndio mliombea huyu mtu mkaweka huko kwa nini? Kuna kazi gani amefanya? Si ndio? Sasa nyinyi nataka mtembee kifua mbele. Yes. Hamuna aibu yoyote. Hamuna kuomba msamaha mahali popote. Mnaweza kusema ule mtu tulimuombea tukamweka kwa ofisi ndio ule. Mambo ya elimu amenyorosha. Mambo ya kilimo amenyorosha. Mambo ya uchumi ametengeneza. Maneno ya affordable housing ndio hii tunaona. Ama namna gani? Kando na hayo, amewakashifu viongozi wa upinzani anaosema wamekuwa uongozini kwa muda mrefu ila uongozi wao haujawafaidi wenyewe. Umekuwa uongozi 50 years. Umekuwa waziri ya kila kitu. Ulikuwa education, ulikuwa foreign affairs, ulikuwa health, ulikuwa trade, ulikuwa nini? Barabara ya kwenda kwako, vumbi ndio hiyo. Nyinyi mnanielewa? Sasa ndio nikauliza swali, sikizeni nyinyi maaskofu. Mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako? Sasa toa wapi? Na hawa sasa ndio wanakimbia hapa Kasongo, sijui nini, Masugo, sijui nini.